Kutoka gatuzi namba 43 Homa Bay tuelekee kwake Boniface Barasa akitufahamisha kwamba wakazi wa kaunti ya Samburu wamekosoa serikali ya kaunti hiyo kufuatia miundo mbinu duni ikiwemo ukosefu wa mitaro ya maji taka. Moja kwa moja toka gatuzi la Samburu kuliweka kwenye mizani swala hili tata la mafuriko. Tumeona matukio ambayo yaliwafika wakazi wa jiji kuu la Nairobi weekend iliyopita. Ilikuwa hali tete zaidi ya kuweka utendakazi wa jiji kwenye mizani na hasa viongozi walio mamlakani. Je, miji mingine mipangilio ya miji iko namna gani? Pana miundo mbinu kama vile maji, mitaro ya maji taka ipo ama haipo? Endapo hali hii inaweza ikafika miji mingine, hali itakuwa ni namna gani? Tunazungumza na wakazi hapa. Utajitambulisha kwa majina, na unapoangalia mji huu wa Maralal katika kaunti hii ya Samburu, mipangilio ya miji iko namna gani endapo mafuriko yakafika hapa? Je, hali inaweza kuwa kama ya Nairobi ama itakuwa namna gani? Kwa majina naitwa Ellen Letilipa. Mimi nimetoka Baragoi. Nilikuja hapa hivi juzi Saturday. Lakini mimi najua hapa kwetu Samburu tumejipanga. Kwa sababu tuko na laga nyingine hapa Loikas ambaye inaweza zuia mafuriko ikikuja, inaweza zuia. Ya pili, gavana wetu, tunajua gavana wetu amejipanga na kila kitu ambaye ni ya mafuriko. Tukiongelea mambo ya Baragoi, labda huko Maseren, huko ndo inakuanga mbaya, lakini Baragoi town tuko na laga kubwa ambaye inateremsha maji mpaka Loiyangala ni. Endapo hali hiyo itawafika, mtajinusuru vipi ama hali kwa namna gani? Haya, kwa majina ni ya Arken. Mimi ni mkazi wa Samburu. Hasa kaunti yetu kuna mafuriko juu ya mvua na hataki kuafektiwa kama venye Nairobi imeafektiwa. Sasa naomba serikali yetu ya kaunti, watu wenye wanaishi kwa mamito watolewe, waamue tu, wapewe notice, waondokee kwa mamito. Yangu ni hayo tu. Drainage system iko namna gani? Drainage system hatuna huku Samburu County. Hatuna drainage system. Sasa tulikuwa tunaomba hata serikali watuwekee drainage system ndio tukae vizuri huko Samburu County. Ndugu, unazungumziaje hali hii ya mafuriko? Kwa majina naitwa Samuel Mbudhia. Mimi kitu ya kwanza ningeomba serikali watusaidie ama tupatie mafunzo ya bure ya kuogelea. Kwa maana unaweza pata mtu kama Samburu ambaye kwa mbuzi yake pale hivyo, then mbuzi ingine ni ya maji na ya maji haifuati. So naona kwa kama atakuwa ile hali ya kuogelea ama ile elimu ya kuogelea itamwadhiri na atafariki. So ningeomba serikali pia watoe mafunzo ya bure ya kuogelea na atokoe maisha ya wengi. Yeah. Kando na yeye kuweza kuokoa mbuzi, pengine hata kwa maisha ya binadamu wenyewe kujiokoa itakuwa ni muhimu sana. Itakuwa ni muhimu sana kwa sababu unaona mimi nikijua kuogelea then mafuriko nipate kwa kama inipate mahali mbaya, nitakuwa na ile ufahamu ya kuogelea na nitajinusuru katika maji na sitafariki. Yeah. Nimro Tabu, ndizo kauli zinazozubiliwa na wakazi hapa wakitaka kila juhudi kuwekwa ili kuwa Wakenya wanaweza kufahamishwa zaidi hivyo kuweza kujilinda dhidi ya mafuriko endapo yataweza kuwafika popote walipo, hasa wakisisitiza sana mafunzo ya kuweza kupiga mbizi ili kwamba Wakenya wakawe na elimu ya kupiga mbizi ama ujuzi mzima wa kupiga mbizi na wakaweze kujiokoa kama watajipata katika hali iliyowafika wakazi wa jiji la Nairobi. Tuliwaona wakijaribu kupiga mbizi japo kwa kubahatisha. Hivyo wanasema endapo watakuwa na ujuzi huu itakuwa ni muhimu sana na itawasaidia, na wakitaka pia miundo mbinu ya miji kuweza kuzingatiwa hasa na serikali zilizopo na uongozi uliopo ili kuona kuwa kaunti na miji mbalimbali na kuwa basi imejiandaa vile hivyo, ipo tayari kukabili majanga yoyote ya dharura yatakayotokana na mafuriko. Niruhusu nitie kikomo. Na wito umetolewa kwa wanasiasa